Na leo ninaye Balozi Ali Karume. Balozi, karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana. Naam, habari za Zanzibar? Nzuri. Nzuri. Bila shaka umetoka Zanzibar leo. Nimekuja Zanzibar leo mchana. Na hali huko nzuri bwana. Nzuri kabisa. Kinyume na mnavyoongea huko upande wa bara. Aha. Labda kwa kuanza kipindi chetu tuanze kwa kuzungumza kuhusu uchaguzi wenyewe. Binafsi ukiwa mwanadiplomasia unazungumziaje uchaguzi ulivyokuwa kabla hujafutwa? Kusema kweli, kwa maeneo nilokuwa mimi na kule ambao nilipiga kura, niliona kwamba kulikuwa kuna matatizo. Na kuna maeneo mengine nilikwenda kutembelea pia, nikaona hakuna matatizo. Lakini siku ile ile ya uchaguzi jioni, nikapigiwa simu na watu wetu ambao wanashughulikia uchaguzi Pemba. Yuko mmoja ni rafiki yangu na mimi ndio nilimshawishi aende akagombee ubunge Wete. Basi akanipigia simu akaniambia nipata matatizo makubwa huku. Kuna msimamizi wa kituo hapa, kanitaja jina lake nimemsahau, akasema huyu msimamizi wa kituo kaja tunakwenda kupiga kura. Akanizuia na aka challenge, akasema huyu hawezi kupiga kura hapa kwa sababu huyu si mkazi wa hapa wala mimi simjui, sijapata kumuona. Na yeye anasema akaandikisha kupigia kura, na mpiga kura halali na kitambulisho anacho, na anaingia ndani hata kwenda kupiga kura. Ndio akafanywa vurugu hilo, na kusema kweli yeye ndio alikuwa anagombea ubunge pale na ameshindwa kujipigia kura yake kwa sababu mtu mmoja tu mwanamke kamzuia asipige kura. Baadaye nikaanza kusikia maneno mengine malalamiko. Wakati gani huo sasa? Usiku. Siku ile watu wengine wananipigia simu kutoka Pemba, wananiambia huku mbona mambo yamekwenda vibaya. Sasa wakaniambia kwamba usimamizi wa uchaguzi huko Pemba ulivyokwenda ni kama vile hakuna serikali wanasimamia uchaguzi, ni kama vile hakuna tume wanasimamia uchaguzi, ni chama cha upinzani. Yaani kile unakwenda unamkuta kwenye kituo, unamkuta mtu wa chama cha upinzani ndio pale anaendesha ule uchaguzi. Mimi kwanza sikuamini habari, lakini siku ya pili Jumatatu nikaenda makao makuu kwa sababu mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu taifa. Nikaenda makao makuu kwa nia ya kwenda kuwaeleza wenzangu yale ambayo taarifiwa kama jana yake. Kufika kule nikawakuta wenzangu nao kuja na hadithi kama hizo kutoka sehemu mbalimbali. Basi tukakaa kitako, tukafanya kikao pale, tukaanza kuwapigia simu watu wanaohusika na usimamizi wa uchaguzi Pemba. Wakasema hapana, huku Pemba vurugu tupu. Basi tukaamua kwamba afadhali twende kuonana na watu wa tume, tukaangalia kuna nipita nini huko. Tukaenda huko, habari tulioipata kule ni hivyo kwamba uchaguzi Pemba umevurugwa. Unguja maeneo mengi tumefanya uchaguzi, Pemba maeneo karibuni yote umefanya uchafuzi. Kwa hivyo tukaiomba tume iangalie swala hilo kwa nia ya kuangalia kama wangeweza kuyazuia hayo. Ule uchafuzi wangeweza kuyazuia hayo, basi wataamua wenyewe. Lakini baadaye wakatujulisha, nafikiri siku ya pili yake, wakatujulisha kwamba watakwenda kwenye vyombo vya habari na kwenda kutangaza msimamo wao, na wakaenda kutangaza kwamba wameamua kuufuta ule uchaguzi na kwamba uchaguzi urejewe tena. Sasa wameamua urejewe nchi nzima. Mimi niliwaza kwamba pengine ungerejewa majimbo ya Pemba na ukarejewa majimbo yenye utata kwa upande wa Unguja, lakini uamuzi ni wa kwao. Waliamua kwamba utarejewa uchaguzi kwa Zanzibar nzima. Wangeamua kurejea kwa majimbo tu, ingekuwa wamefanya kama walivyofanya mwaka 2000. Katika uchaguzi wa 2000 kulitokea katika mwaka ule kulitokea tatizo katika majimbo fulani, nafikiri majimbo 16, mengi ya Pemba. Tukarejea uchaguzi katika majimbo mengine, tukapata matokeo. Kwa tulichelewa kidogo. Nafikiri tulichelewa kumwapisha rais kwa kipindi cha wiki moja. Safari hii uamuzi wa tume ni kwamba tunarejea uchaguzi nchi nzima. Mimi kwa upande wangu nimeukaribisha uamuzi huu. Hebu tukaanze upya. Na safari hii kutokana na hizo kasoro zilizojitokeza. Sasa labda kabla kuziangalia hizo kasoro kwa kina, kutokea hiyo siku ambapo mwenyekiti wa tume
kutangaza rasmi kwamba sasa uchaguzi umefutwa kutokana na hizo